Karibu. Asante. Mimi naitwa Sofia, nimetokea Goba. Kuna Nimeona Instagram. Ndio. nini kimekuleta kwetu? Nimekuja kwa ajili ya majukumu ya malezi ya watoto pamoja na kazi za nyumbani. Ushafanya? Ndio. Muda gani? Nimefanya kwa mwaka mmoja. Sawaje huko ulikofanya? Nilikokuwa nimefanya, bosi wangu alikuwa anatakiwa asafiri aende nchi za nje kwa ajili ya majukumu mengine. Kwa hiyo nikawa nimeacha. Ndio Kiswahili unachotupiga hicho. Sio kama ulitoroka? Hapana. Sio kama uliamua tu kuondoka? Hapana. Ana hizo ndio sifa za wadada wengi. Nakwambia si bosi wangu alionini, si alinini, lakini kumbe mwenyewe alitoroka au hata aliamua tu. Mama kafa, baba kafa, si unajua. Wadada wanavyodanganya, wanavyoongoza kuua ndugu zao. Ili mradi utoke kazini. Kwa hiyo kazi za ndani unazifahamu vizuri? Ndio madam. Unazielewa? Ndio. Unaweza kufanya? Ndio. Kwa kiwango gani? Kwa kiwango cha smartness. Ndio. Kiwango cha smart ni kipi? Kiwango cha smart ndio kipi? Yaani katika kiwango cha ubora. Ndio huo ubora ni upi? Ukisema katika kiwango cha ubora unamaanisha nini? Naweza kupika, lakini pia naweza kufanya usafi na pia katika... Kuna mtu hapa hawezi kupika? Wewe huwezi kupika? Wewe huwezi kupika? Wewe huwezi kupika? Sasa unaposema smartness, inabidi uelezee level ya smart, yani ni ipi? Ukizungumzia kupika, hata traditional wanapika. Wewe kama unajitazama kama ni smart, inabidi utuongeleshe lugha za smart, tusikie kweli huyu anaelewa hiyo ubora anaozungumzia. Naomba nielezee sana sana katika malezi ya watoto. Naweza kumsaidia mtoto homework, lakini pia anaweza kuelewa hisia za mtoto kwamba kwa sasa hivi atakuwa anajisikia huzuni, kwa nimfanyie nini aweze kujisikia vizuri. Kwa sasa ndio inakuaje? Ndio inakuaje hiyo kuelewa hisia? Maana hiyo nafikiri hiyo ni level ya juu kabisa. Utaelewaje hisia za mtoto? Natumia mbinu gani yani kuelewa hisia za mtoto, kwamba sasa hivi mtoto ana huzuni au ana furaha au anasikia njaa au anasikia upuu? Unaelewaje hizo hisia? Unampa umakini na pia unatakiwa uwasiliane naye mara kwa mara unapoona anavyobadilika, kwa sababu wewe umewahi kulea? Ndio, nimewahi kulea. Una mtoto? Nimelea mtoto wa bosi wangu. Kwa hiyo unaweza ukamwona mtoto, labda inategemea pia na mtoto. Kwa mfano mimi mtoto nilikuwa namlea ni mtoto wa miaka 5. Unamwona tu. Unamwona tu mtoto wa miaka 5 si anaongea kila kitu? Kuna wengine anashindwa kuongea, kuwasiliana kwamba ninasikia njaa au ninasikia hasira. Kwa mfano mtoto ametoka shuleni, marafiki zake labda wamembuli, wewe unaonekana hivi, lakini akija nyumbani muda mwingine anaweza asikwambie dada nina njaa au nina hasira. Ni wewe ile unavompa umakini, unavowasiliana naye, unaomba shuleni leo kuliendeleaje, unajisikiaje, ndio anaweza kukwambia. Lakini pia mtoto unapoongea naye sio ile umekuwa uko serious, yani ile unaongea naye kwa furaha, unajisikiaje, shuleni imekuaje, ndio anaweza kukuelezea dada leo labda nilikuwa hivi na hivi, kuna rafiki yangu alikuwa hivi na hivi. Ndio unamsikiliza, unampa umakini, na mwisho wa siku unaweza kutatua kwamba kwa hii hapa labda itakuwa hivi. Na ukiona kama wewe ile changamoto huwezi kuisolve kwa wakati ule kwa sababu na wazazi, unaweza kumwambia mama, leo mtoto alivyotoka shuleni alikuwa amekuja hivi, alikuwa anajisikia hivi, akaniambia 1 2 3, ili mama yake aweze kulifuatilia lile swala kwa karibu kwa kupitia walimu wake au walezi wanaomlea wakiwa shuleni. Na kupika? Kwenye kupika pia, kwenye kupika vyakula pia vya watoto. Watoto wanapenda vyakula ambavyo vinawavutia shepu. Pia unavyo present chakula chake kwenye bakuli yake, anapenda vyakula viwe katika hali ambayo iko vizuri, itamvutia yeye kula.
Kwa mfano vile viazi umevichonga, umevikiaje, yale matunda umeyakata afu umechorachora labda vimdoli, umetoboa, unamwambia angalia, yani the way unavyo present na the way pia unavyomwelezea mtoto chakula ni kitamu, kila utajisikia vizuri. Kwa hivyo na usafi, kwenye usafi pia watoto wanachafuka mara kwa mara, na ni muhimu yani ile, kwa mfano ile asubuhi mtoto kwanza anabadilishwa nguo mara 4 kwa siku. Kama yupo ameshinda nyumbani, ile asubuhi akiamka unamwogesha, unambadilisha nguo. Baada ya kula ile breakfast, akishamaliza kula mtoto anaenda kucheza, yani mruhusu mtoto acheze. Kama una muda ambao una kazi nyingi, wewe mwenyewe jumuika naye, cheza naye. Wakati anacheza mtoto anachafuka. Ukitoka kucheza pale, unatakiwa umbadilishe aje ale. Akishakula unakuwa unamlaza. Baada ya hapo mtoto akiamka tena, watoto yani raha watoto ni michezo. Kwa hiyo kama wanacheza sana wanachafuka sana. Kwa hiyo nguo zao zinakuwa zinachafuka na pia miili yao inachafuka. Kwa hiyo kwenye usafi pia tunakuja kwenye usafi wa kuhakikisha wanaoga mara kwa mara, lakini nguo zao ni safi, lakini pia sehemu wanaolala pia ni safi na imekuwa imedecorate katika mfumo wa watoto. Unaelinge? Mimi hapa nina elimu ya chuo, nimesoma mpaka diploma, lakini nimeishia second year ya clinical medicine. Kwa nini umeishia nje? Nimeishia nje, kulikuwa na changamoto kidogo ya pesa, lakini pia nilikuwa ninaumwa, kwa hiyo ikabidi nisitishe kwa muda kidogo. Kwa hiyo hizo dondoo za malezi umezitoa wapi? Kwa experience, napenda tu watoto. Kwa hiyo napenda kukaa karibu na watoto. Hata nikipata muda nikienda kutembelea, kwa sababu hata chuoni, hata pia tulipokuwa tunasoma O level advance, tulikuwa na zile program za kuwatembelea watoto yatima. Kwa hiyo nilikuwa napenda kukaa karibu na watoto. Nikajikuta ni kitu ambacho nakipenda. Napenda tu kukaa karibu na watoto na waelewa, na pia nao nadhani pia wananielewa. Kwa hiyo ni kitu ambacho ninapenda. Okay. Sawa. Mmemsikia alivyokuwa anajieleza? Unaona tofauti? Unaona tofauti? Katika kujieleza anakushawishi unamsikiliza kwa sababu ana taarifa. Na nafikiri ndio maana nimemuuliza amesoma nini, ana upeo mkubwa kidogo, anaweza kujieleza, ila bado narudi pale pale. Unachokosa kwa sababu umeshaamua kuja kwenye kazi za ndani, unatakiwa sasa uingie deep kwenye kazi za ndani, of which unaweza una confidence ya kujielezea, lakini unakuwa hauna material za kutosha za kuzungumzia vitu kwa sababu huvijui. Lakini ungekuwa ni mtu ambaye unaendelea kusoma, kwa sababu sasa hivi vitu viko kwenye internet vingi. Unataka mapishi unapata ya kutosha, malezi unapata ya kutosha, usafi unapata ya kutosha. Kwa hiyo kama uko kwenye hii tasnia ambayo unaenda kufanya chochote popote pale unapoenda, hii nazungumzia mfano ni kwenye kazi za ndani, lakini kwenye kitu chochote unachotaka kwenda kukifanya, lazima utafute taarifa husika za hiyo sekta. Inakupa uwanja mpana na inakuongezea thamani, kwa sababu huwezi kuwa ni mtu wa kawaida. Sasa ndio shida yenu ndio hiyo, kwamba kama wewe ulivyositisha sijui hiyo nini, umemalizana na habari za shule, si ndio? Ndio. Una habari tena ya kutaka kusoma. Baadaye nitajiendeleza. Kwa mfano, una ngapi hapa mmetaja smart? Smart mshahara shilingi ngapi? 300,000. Ukifanya kwa mwaka unapata shilingi ngapi? 3,600,000. Unajua hichi kitabu kinauzwa shilingi ngapi? Ametaja 100,000. Sawa, let's say ni 100,000. Kwa hiyo ukitoa 100,000 alafu ukapata 3,600,000, umewekeza, umepata hasara.
Umepata faida au umepata hasara? Alafu ukawa na guarantee kwamba kupitia mafundisho yaliyoko humu mimi lazima mwaka mzima nitafanya kazi yangu vizuri kwa level hiyo ya smart, ndio ambayo nyinyi mnahitaja. Kwa hiyo utakuwa umetengeneza hela au utakuwa umepoteza kutoa 100,000 yako kupata hichi kitabu. Ambavyo ulikuwa uvijue. Sasa hapa kuna dada akapoteza 1,500,000. Hichi kitabu kiko hapa hapa na vitu ambavyo bosi wake anavilalamikia viko humu, lakini ameenda kazini, amepoteza dhamana ya kwanza. Amerudi hapa ameomba chansi, amepelekwa sehemu nyingine, amepoteza dhamana ya pili. Jumla 1,500,000. Sasa angekuwa ametoa 100,000 alafu hii akaichukua kama msaafu au Biblia ya kazini. Maana msaafu na Biblia ni vitabu vya Mwenyezi Mungu vinatuongoza. Lakini unapokuwa kwenye kazi unayoifanya, kama kuna mwongozo ambao umeambiwa huu utakusaidia, utakuguide ili uweze kutoa huduma nzuri itakayokufanya ulipwe zaidi. Kwa hiyo ukitoa hiyo 5%, sio hata 5 tuseme, sasa ukapoteza 1,500,000. Hii shilingi ngapi? Seme dada wa kawaida traditional, ukimaliza mwaka unatengeneza shilingi ngapi? 1,500,000 mara 12 shilingi ngapi? 1,800,000. 1,800,000 ukatoa 100,000 ukanunua hichi kitabu kikakuongoza ukiwa traditional na una uhakika kabisa kama nikimaliza mwaka mimi siwezi kurudi stage ya traditional, kwa sababu haya nitakayokuwa nimejifunza huku nitakuwa nimepanda nini? Nitakuwa nimepanda nini? Daraja. Kwa hiyo kwanza nitatengeneza 1,800,000 ya uhakika. Kwa hiyo kama nilitoa 100,000 kununua mwongozo, then nitakuwa nimetengeneza 1,700,000. Lakini kutoka hapo mimi nitakuwa smart dad. Na huu mwongozo bado ninao. Kwa sababu huu una uwezo wa kukuvusha madaraja yote. Ukatoka traditional, ukaenda smart na ukawa professional. Kwa mwongozo huu yaliyoko humu yanahitaji tu muda wa experience. Tofauti ya dada ambaye anafanya mwaka wa kwanza, alafu akajiboresha mwaka wa pili. Umeelewa? Kwa hiyo kadiri unavyojiboresha ndivyo unavyopandisha nini? Daraja. Lakini hakuna dada, yani kila mdada naona anaangaliaga hii kama anaiangalia kwa jicho gani? Kama anapoteza. Lakini mwisho wake nani anapoteza? Ukienda kazini ukaweka dhamana traditional dada ni 3,500,000, si ndio? Si ndio? Ndio. Kwa hiyo ukifanya uzembe kazini, ukaondolewa, bosi wako akapewa dada mwingine, bado nani kapoteza? Kwa sababu hii sio 3,500,000, hii ni 1,000,000. Na hiyo 1,000,000 mmesema nyinyi, nafikiri wewe umeizungumza kwa watu wa nje, lakini wadada wanaokuja humu ndani hii ni 50,000 ofa, wana ofa 50,000. Kwa hiyo ukipoteza 3,500,000 wakati ungekuwa na huu mwongozo na ungekuwa unaufuatilia kwa umakini, ungeweza kumaliza mwaka bila shida, bila kugombana na bosi wako. Nani kapata hasara? Kwa hiyo mnajifanya mnajua, lakini mnaungua najua, kwa sababu mnapoteza hela zenu nyingi sana hapa. Mimi naangalia tu. Dada wa chini kabisa akipoteza dhamana ni 3,500,000. Wakati huu mwongozo ungeweza kumsaidia, kumguide. Wewe uwezi ukakaa hapa kwenye training, ukakaa training mara 2 mara 3 alafu ukasema utaenda kufanya kazi vizuri mwaka mzima. Sio kweli. Sio kweli. Hapa tunawapa kama introduction, lakini mtu mjanja unatakiwa huu ubebe kama nilivyosema. Yaani ukishakuwa na Biblia yako hapa, kinachofuata ni huu mwongozo, kwa sababu huu ndio utakao kuongoza uweze kutoa huduma bora. Kama ni Muislamu, ukishakuwa na msahafu wako hapa pembeni, weka mwongozo wako. Ukishasoma maneno ya Mungu ukamaliza, kuna sasa mwongozo wako wa kazi. Kila siku jikumbushe, akili ya binadamu inasahau. Unaenda huko unajisahau, unakotoka hapa na moto na feedback za mabosi wetu. Unatoka hapa na moto, kwa sababu hapa sisi si watu cheki. Hapa ni mwendo wa kazi, nidhamu, maadili. Kwa hiyo ukitoka nayo hapa unaenda unakaa labda mwezi. Baada ya hapo unarudi kwenye tabia zako
zamani ulizokuwa nazo. Utoboi. Bosi akipiga simu mara ya kwanza, ya pili muondoka. Sisi tunampa mtu mwingine. Kwa hiyo mnapoteza wenyewe kwa sababu hampendi kujifunza, ndio? Hamtaki kujiboresha, ila mnataka hela. Hela ni kazi. Hela ni nini? Haya, nimemaliza. Karibuni. Tutakutana huko kama kweli kuna wapambanaji, tutaonana.